Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kiongozi mkuu muadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, amewashika pabaya kwa mara nyingine tena wa Marekani na Israel. Hii ni kutokana na kile ambacho Marekani iliamini kwamba kutokana na kauli zake za vitisho, lakini pia kutokana na mashambulizi walioyafanya kwa kushirikiana na Israel mnamo kuanzia Februari 28, mashambulizi ambayo yalimuua kiongozi mkuu wa wakati huo Ayatollah Al-Khamenei, ni kwamba iliamini Iran ingepiga magoti, lakini kiongozi mpya wa sasa Ayatollah Mujtaba Khamenei anaonekana kuwa mtu mgumu na kwamba hali ni tofauti na kile ambacho Marekani na Israel walifikiria. Mujtaba Khamenei anaweka katika hali nzito wa Marekani na wa Israel, kwani wakati huu anasema Iran inakuja na kanuni mpya za kisheria, kwanza katika mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pili katika makombora yake ya masafa marefu, lakini tatu katika mpango wake wa nyuklia wa amani nchini humo. Wakati ambapo Marekani na Israel wakidhani kuuawa kwa Ayatollah Al-Khamenei, aliyekuwa kiongozi mkuu wa jamhuri hiyo ya Kiislamu, kungeweza kusaidia kwa kuifanya Iran kuwa na msimamo wa kati kwa kati au msimamo wa kawaida, lakini misimamo ya sasa ya Ayatollah Mujtaba Khamenei ni mikali zaidi kuliko hata ile ya baba yake. Ayatollah Mujtaba Khamenei, kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu, wiki hii mnamo Alhamisi ametangaza mwanzo wa sura mpya katika Iran, akisema kwamba sasa Iran inakuja na mipango mipya tofauti na kile ambacho wa Marekani na Israel walikuwa wakidhani. Kiongozi huyo mkuu amesisitiza kuwa Iran itaweka kanuni mpya za kusimamia mlango wa bahari Hormuz kufuatia uchokozi wa hivi karibuni wa Marekani na Israel dhidi ya nchi hiyo. Ametoa kauli hizo katika ujumbe alioutoa Alhamisi katika kuadhimisha siku ya Ghuba ya Uajemi ambayo inafanyika kila tarehe 30 Aprili. Iran hukumbuka ushindi wake wa kihistoria wa mwaka 1622 dhidi ya utawala wa kikoloni uliokuwa umeikalia kwa mabavu sehemu ya pwani ya kusini. Wachambuzi wa mambo wanakuja na kauli kwamba wakati huu kiongozi huyo, kwa taarifa hizi ni kwamba ujumbe wake unamaanisha sasa wanaenda kufanya mabadiliko makubwa katika mlango wa bahari Hormuz, na kuna uwezekano mkubwa kukatumika nguvu kubwa ya kijeshi katika eneo hilo. Ayatollah Al-Khamenei ameitaja Ghuba ya Uajemi kuwa ni neema isiyoweza kubadilishwa, na amesema kuwa bahari hiyo pamoja na mlango wa Hormuz imeunda sehemu ya utambulisho na ustaarabu wetu, na zaidi ya kuwa kiungo kinachounganisha watu wa mataifa, pia ni njia muhimu ya kipekee kwa uchumi wa dunia. Kwa hivyo rasilimali hii ya kimkakati imechochea tamaa na uchu wa nguvu za kishetani katika karne nyingi zilizopita. Lazima tuondoe nguvu hizi. Historia ya mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa madola ya Ulaya na Marekani, hali ya ukosefu wa usalama, uharibifu pamoja na vitisho vingi dhidi ya nchi za eneo hili ni sehemu ndogo tu ya njama zenye madhara ambazo madola yenye kiburi duniani yamekuwa yakipanga dhidi ya wakazi wa eneo la Ghuba ya Uajemi. Mfano wa karibuni kabisa wa mienendo hiyo ni uhalifu wa kivita wa majuzi wa yule shetani mkuu. Kiongozi huyo muadham wa serikali ya mapinduzi ameashiria mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Amesema kwamba kutokana na Iran kuwa ni ufuo mrefu zaidi wa ardhi unaopakana na Ghuba ya Uajemi, taifa la Iran limebeba mzigo mkubwa zaidi wa kujitolea kwa ajili ya uhuru wa Ghuba ya Uajemi na katika kukabiliana na uvamizi wa aina yoyote uliopo sasa, kuanzia kuwaondoa Wareno na kukomboa mlango wa bahari wa Hormuz hadi mapambano dhidi ya ukoloni wa Uholanzi na hamasa za mapambano dhidi ya wakoloni wa Uingereza na kadhalika. Sasa tutapambana kuwaondoa Marekani ambao wanataka kukalia kwa nguvu mlango wa bahari wa Hormuz, anasema Ayatollah Mujtaba Khamenei. Hata hivyo, upande wa pili ni upande wa suala la nyuklia. Kiongozi huyo muadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran amesema kwamba mpango wa nyuklia wa Iran kamwe hauwezi kuondolewa. Ni mpango ambao ni wa amani kabisa. Hatuna silaha za nyuklia, lakini kitendo kinachofanywa na Marekani kutaka kuondoa mpango huo ni kitendo kisichokubalika, imeelezwa taarifa kutoka kwa ofisi ya Ayatollah Mujtaba Khamenei.
Hata hivyo amesema kwamba tunachotaka ni ushindi. Aliendelea kusema, ambao kwa neema ya Mwenyezi Mungu umefikiwa chini ya kivuli cha hatua na sera za wapiganaji pamoja na mkakati wa Iran iliyo imara, utakuwa mstari wa mbele katika kuibuka kwa mpangilio mpya wa kikanda na wa kimataifa. Lakini amesema kwamba wa Iran sasa wanategemea mfumo wao wa nyuklia kwa ajili ya kupata nishati, lakini pia kutengeneza madawa na mambo mengi katika jamhuri hiyo ya Kiislamu. Lakini kuhusu suala la makombora ya masafa marefu, ni mstari mwekundu ambao Iran umeuweka. Ayatollah Mujtaba Khamenei hakubaliani na mpango ambao wa Marekani wanautaka pamoja na Israel. Israel ilitaka Iran isiwe na makombora ya masafa marefu, lakini kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran amesema kwamba watapambana kwa kutumia makombora hayo hayo ambayo wao wameona hayafai, lakini wao yanawafaa kwa sababu yanawasaidia katika mapambano dhidi yao. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri duniani.